Na ndio maana ndugu zangu waandishi wa habari, mtaniwia radhi wale mnao nitafuta binafsi nije kwenye interview, na wakwepa sana kwa sababu ninayosema sio yangu binafsi. Ninazungumza kwa niaba ya kundi kubwa. Tunashauriana kabla ya mimi kuja kuyasema. Kwa hiyo ninayosema sio yangu. Hata wale wanachama na viongozi wa Chadema wenye hasira na mimi, mnanikosea. Kwa hiyo sisemi ya kwangu, mimi ni speaker tu. Nazungumza kwa niaba ya kundi kubwa. Kwa hiyo wanachama wenzetu tunawasihi watulie kwa muda, wasifanye maamuzi, tuendelee kushauriana. Tunaendelea kushauriana na makundi mbalimbali ya wadau wa demokrasia wenye nia na kupata njia nzuri, halali na yenye tija zaidi itakayowezesha watu kutimiza ndoto zao, matamanio na matumaini ya Watanzania, kupata viongozi wawakilishi mbadala kutoka katika kundi kubwa la wanasiasa na viongozi mahiri wa Chadema. G55 inaamini kwamba bado wana Chadema wenyewe tunao uwezo na uhakika wa kupata ufumbuzi wa ndani wa changamoto zote za kidemokrasia zinazotukabili. G55 tutatoa taarifa ya kina zaidi kuhusiana na jitihada hizi tunazoendelea nazo hivi karibuni. Kwa hiyo tunawasihi wanachama na viongozi wa Chadema, hebu watulie. Hivi karibuni tunaposema sio muda mrefu sana, kwa sababu tunaangalia njia bora na tunaendelea kushauriana na viongozi wetu watushauri namna nzuri ya kukishikilia chama chetu kisiparanganyike. Kwa leo tumewaita waeleze haya kwa uzito, na tuwaombe sana waandishi wa habari niafikishe kwa uzito huo huo, kwa sababu kama taifa tuko mahali ambapo sio pazuri sana na kama chama. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na naomba nimalizie jambo moja. Kuna kitu kinasemwa lakini hakisemwi kwa ufasaha. Kutokusaini maadili. Kanuni ya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 kifungu cha 162 ndio kimeipa tume mamlaka ya kutunga kanuni, na imesema kwa madhumuni ya kusimamia uchaguzi wa haki, huru na amani, na baada ya kushauriana na vyama vyote vya siasa na serikali, tume itaandaa na kuchapisha katika gazeti la serikali kanuni za maadili ya uchaguzi zitakazosainiwa maadili ya vyama vya siasa, serikali na tume wakati wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Kifungu kidogo cha 3 kinasema mtu ambaye atakiuka masharti ya kanuni za maadili ya uchaguzi ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni hizo. Wale wanaosema kwamba kanuni haziwezi kutoa adhabu, sheria ndio iliyofungua milango kwamba kanuni ndio ziweke adhabu. Kwa kifungu cha 1.5 cha kanuni kimewekwa kwa mujibu wa sheria kifungu cha 162 kifungu kidogo cha 3. Wao wanasheria wetu watuelekeze vizuri, wasisome kanuni nusu, kwa sababu wanajaribu kutufanya tuamini kwamba kanuni hazina mamlaka ya kuweka adhabu. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Sisi tunaelewana? Na ukisoma kanuni ya sheria ya Kiingereza wametumia maneno shall. Kwa hiyo wanasheria wetu wakati wanaendelea na mijadala
wasome mpaka mwisho kifungu cha 162 kifungu kidogo cha 3, waunganishe na katiba ibara ya 74 kifungu kidogo cha 12 ambacho kinasema maamuzi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi hayatahojiwa katika mahakama ya ngazi yoyote ile katika taifa hili. Mimi ni washukuru na niko tayari kwa maswali kama yatakuwepo. Ameuliza mwaka 2019 tulikimbia mapambano. Hatukukimbia mapambano. Tuliingia kwenye mchakato wa uchaguzi, tukaweka wagombea wetu 90% wakaenguliwa, tukawa hatuna wagombea. Sasa tungeshirikije wakati wagombea wameshaondolewa? Ila tuliweka wagombea, wakajaza fomu, wakarejesha fomu, wakaenguliwa. Wengine kule Machame, kijiji cha Nshara, na mzee mmoja ni profesa mstaafu, Profesa Swai, alienguliwa kwamba hajui kusoma na kuandika. Alikuwa anagombea kijiji cha Nshara, Machame, profesa mstaafu yuko kijijini, anaenguliwa na mtendaji wa kijiji aliyeisha darasa la 7 kwamba huyu profesa hajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo tulipoenguliwa tulikuwa hatuna namna, kwa hiyo hatukukimbia mapambano. Kwa hiyo rekodi uliotaka kuiweka sawa, nafikiri nikifafanua hivyo utanielewa vizuri zaidi. B, kufa ndoto na kanuni. Tumeanza jitihada na miujiza wa chama kushiriki uchaguzi. Sisi kama G55 tumesema hatuoni hizo ndoto unazoaminishwa kwamba kuna muujiza unaweza kutokea. Hatuoni, kwa sababu michakato ya uchaguzi imeshafika mbali. Na ili niunganishe swali hili na swali la ndugu John aliyetaka kujua kwamba chama kinasema kanuni zimesainiwa, viongozi wetu wanasema hakuna tarehe iliyowekwa. Na yaunganisha kwa sababu yanafanana. Kwamba viongozi wetu wanasema hakuna tarehe iliyowekwa kwa mujibu wa sheria kwamba kanuni zinasainiwa lini. Hii ni sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Kifungu cha 4 cha sheria hii kinasema hivi: kanuni, maelekezo na notisi. Kifungu cha 4 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Kanuni, maelekezo na notisi. Kanuni, maelekezo na notisi zote ambazo tume ina mamlaka ya kuandaa au kutoa zitachukuliwa kuwa zimeandaliwa na zimetolewa kihalali endapo zitaandaliwa au zitatolewa zikiwa na saini ya mwenyekiti wa tume au mkurugenzi wa uchaguzi. Ndugu zangu, hoja kwamba kanuni hazina tarehe ya kusaini hivi ina hold water kweli? Tume itawezaje sasa kuratibu uchaguzi kama itasubiri mpaka siku moja kabla ya uchaguzi ndio chama kimoja kikamalizia kusaini kanuni? Itaendeshaje huo uchaguzi? Tume inapotoa kanuni za kufafanua sheria ni ili hiyo michakato iweze kwenda. Hivi mnataka tume ikachape lini kanuni kwenye gazeti la serikali? Kama kila chama kitasema kinasaini siku tunayotaka, utakuwa na tume hapa?
Kwa hiyo wanapojificha kwenye kivuli kwamba hakuna tarehe, ndugu zangu, tume inatakiwa ichape hizi kanuni. Wale tuliogombea tunafahamu, mgombea ukienda kuchukua fomu unapewa kanuni, nakala ya kanuni. Wagombea wa vyama vyote, madiwani, wabunge na mgombea urais unapewa nakala. Hivi tume isubiri mpaka wagombea waende wakateuliwa alafu ndio ianze kuzichapa? Unajua ni kanuni ngapi zinatakiwa zichapa? Tunakata zaidi ya 3900 na tuna vyama 18. Fikiria kila chama kikiweka mgombea kwenye kata, zinahitajika kanuni ngapi? Viongozi wetu wasifahamishe kwenye hoja ya msingi kwa hoja nyepesi kiasi hicho. Tume lazima iweke muda, na kwenye kalenda ya tume kuna kitu kinaitwa electoral cycle, duara la uchaguzi, imefafanua hatua kwa hatua. Sasa unataka hiyo tume iseme kila chama kitasaini saa kinayotaka? Hivi ikifika wakati sasa ndio wakuteua wagombea na hamna chama kimesaini, hiyo tume ina uchaguzi ina ratibu? Kwani ishie tu kusema kwamba viongozi wetu hawakusaini kwa sababu ya kiburi, na tuliwatahadharisha tarehe 3 Aprili. Jitihada zitaisha lini? Tumesema hivi karibuni. Tunaposema hivi karibuni, tunafahamu kalenda ya uchaguzi, wagombea, bunge linavunjwa mwisho wa mwezi wa 6. Michakato ya tume ya kuchukua fomu, kurejesha fomu itakuwa imeshaanza. Kwa tunaposema karibuni, tunamaanisha bado tuko kwenye mashauriano. Sasa siwezi kutoa tarehe, maana nitakuwa mtabiri na kipaji hicho Mwenyezi Mungu hajanijalia. Lakini waombe tu subira kufuta heri. Ndugu John, kwa sasa uvumilivu ndani ya Chadema, wakosoaji je? Kwa michakato ya ndani chama kinawashughulikia rasmi? Ndio. Wako watu wa G55 wameandikiwa barua na matawi yao kwa maelekezo ya chama kwamba wajieleze. Yuko makamu mwenyekiti wa kanda ya kati Dodoma, ndugu Jingu, alienda kwenye mkutano wa hadhara akamkosoa mwenyekiti wa chama taifa kwa mambo haya. Ameandikiwa barua na ameitwa kwenye kikao cha maadili cha kanda ya kati Dodoma. Mwenyekiti wa jimbo la Segerea yuko hapa, ndugu Asenga, nimemwona. Ameshaandikiwa barua na tawi lake, amepewa siku 14 ajieleze kwa nini asifukuzwe wanachama. Yuko ndugu Romanus Mapunda, alitia nia ya kugombea urais kupitia Chadema, yuko hapo. Yeye ameshaitwa kwenye kikao kabisa. Nafikiri umeshajieleza bwana. Na tayari ameshajieleza. Anakaa. Kwa hiyo huu utamaduni sio kwa hayakuwa mambo ya COVID. Sasa COVID ilikuwa haipo wakati wanaondoka kwenye chama hiki. Mbona hukusema ulipokuwa kiongozi amekufika? Nimesema mimi ni speaker tu. Nazungumza kwa niaba ya watu wengi wanaoshughulikiwa. Na wakati huo nikiwa ndani ya uongozi, tulizuia watu wasifukuzwe, ila walikuwa wanapewa maonyo, wanaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Siku Zito, Kitila Mkumbo, Samson Mwigamba wanahojiwa. Tulikuwa kwenye kikao cha kamati kuu cha siku 2 pale Ubungo Plaza. Zito alikuwa Addis Ababa, Ethiopia. Hatukumjadili mpaka akapanda ndege akatoka Ethiopia akarudi, amefika pale saa 9 alfajiri ndio hoja ikawekwa mezani, kwa sababu alikuwa na haki ya kusikilizwa. Kwa tunachosisitiza,
Kama kuna mwanachama mwenye makosa, aadhibiwe kwa mujibu wa kanuni, katiba ya chama chetu. Ndicho tunachosisitiza. Kanuni tayari zimesainiwa, viongozi wako wanasema nimeshalijibu. G55 minikano hii haina afya kwenye chama. Mwenyekiti yuko gerezani, amfanyi distraction. La mwenyekiti kuwa gerezani, chama kimeshatoa tamko na tunaunga mkono tamko la chama kwa sababu sisi ni sehemu ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo tamko la chama tunaliunga mkono. Kwamba tunafanya distraction ili iweje? Yaani ukikishauri chama kuna wakati ambao sasa inafika kwamba ndio wakati huu ndio unaweza kushauri, wakati huu huwezi kushauri. Tukiwa na chama cha siasa cha namna hiyo, hakuna wakati wowote utaonekana ni mwafaka wa kushauri. Kwa sababu kila siku kuna matukio yanatokea ya kisiasa. Kwa hiyo siku yote ukijitokeza kushauri, unaweza kukuta kuna msiba. Utaambiwa kwa nini unashauri siku leo tuna msiba, kuna kiongozi wetu kafariki. Kesho utakuta kuna mgonjwa. Kwa nini unashauri wakati tunapambana na afya ya mgonjwa wetu? Kwa hiyo wakati mwafaka wa kushauri ni kadiri ya kupata nafasi na hoja, ndipo tunajitokeza kulingana na hoja. Na mwisho kabisa, nilikumbushwa wakati nimeenda kukaa kwa niaba ya G55, tunatoa pole kwa viongozi na waumini wa kanisa Katoliki kwa kuondokewa na kiongozi wao Baba Mtakatifu. Tunawapa pole sana katika kipindi hiki kigumu. Waendelee kumwomba Mungu ili waweze kuvuka salama. Na niombe tu wale wenye maswali, kapitieni sheria na kanuni. Maana kuna maeneo zimefafanua. Na niwaombe pia mambo mengine waulizeni pia tume. Tusikilizeni sisi wanasiasa, sikilizeni tume, sikilizeni wanasheria wengine, kwa sababu hata hizo reform tunazopigania tulishaziwasilisha kwenye mamlaka za kiserikali, tumeziwasilisha kwa tume. Na chama chetu tulipoletewa kanuni mwezi Disemba mwaka 2024, tulikuwa kwenye secretariat ya chama taifa. Tulijaribu kuandika maoni, hatujui kama yale maoni yalipelekwa ama la, kwa sababu hilo anaweza kulijibu katibu mkuu wa chama aliyeko sasa. Nafikiri nimejibu maswali yenu yote.